بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حمدي الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما وفهما وينفعنا ما علمنا بإذن الله تبارك وتعالى. هو قادر على كل شيء. Tunaendelea darasa yetu katika kitabu Sharh Usul Thalatha, na leo tunaangalia dalilu ya tawakkul. Anasema wa dalilu tawakkul, dalili ya tawakkul yani kutegemea. Qauluhu ta'ala, kauli yake Allah Ta'ala aliposema wa 'ala Allahi fatawakkalu, najua ya Allah tegemeeni, in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi waumini, yani jiegemezeni kwake yeye mnapofanya mambo yenu, tegemeeni yeye ndio mwenye kuwezesha yakafanywa hayo mambo yenu, tegemeeni kwake yeye kama nyinyi ni waumini kweli. Sura Al-Maida aya 23. Waqala, na vile vile amesema Allah, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu, yote atakaye tegemea kwa Allah akajiegemeza kwa Allah, basi yeye Allah atamtosha mtu huyo. Sura At-Talaq aya 3 hiyo. Hii ni tawakkul, na sharhi yake anasema qawluhu at-tawakkul ala shay'in al-i'timadu alayhi, yani kutegemea juu ya kitu. Al-i'timadu alayhi ni kukiegemea kile kitu chenyewe, yani kama kukiegemea kwamba kile ndio kikuwezesha wewe, kukuzuia, kukuwezesha kufanya jambo fulani. Wa tawakkulu ala Allah ta'ala, al-i'timadu ala Allah, na kutegemea kwa Allah Ta'ala ni kujiegemeza yeye kwa Allah. I'timadu ala Allah Ta'ala kifayatun, basi ni jambo lenye kutosha kabisa kujiegemeza yeye kwa Allah Tabaraka Taala. Wa hasban, na vile vile ni kama mwenye kutosha. Fi jalabi almanafi'i, ni yenye kutosha katika kuvuta manufaa yakakufikia wewe. Wa daf'i almadhar, na kuyaondosha madhara yasiweze kukudhuru. Wa huwa min tamamil iman, nayo hii tawakkul kutegemea kwa Allah ni katika kujiegemeza kwa Allah, ni katika tamamul iman, ni katika utimilifu wa imani ya yule mja anayekuwa katika hali kama hizo. Wa alamatuhu, na ni alama yake ile alama ya imani. Ni kauli Ta'ala, kwa kauli yake Ta'ala aliposema wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na juu ya Allah tegemeeni ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Kwa hiyo mtu kama ni muumini wa kweli atakuwa anajiegemeza mambo yake, anayegemeza kwa Allah, anamtegemea Allah na kujiegemeza kwa Allah Tabaraka Taala. Na mtu akiwa katika hali kama hiyo, basi ni kuonesha ni alama ya tamamul iman, kama alivyosema kutimilifu wa imani. Wa alamatu, ni alama ya imani. Pia wa idha sadaqa al-'abdu, na atapokuwa mkweli mja fi i'timadihi ala Allah, kutegemea kwake kwa Allah, kujiegemeza kwake kwa Allah Taala, kafahu Allah, basi Allah atamtosha yeye Taala aliyekuwa juu. Allah aliyekuwa juu atamtosha yeye. Ma ahammahu, yale ambayo ya mambo ya yenyewe yeye yanampa hima yeye, yanamshughulisha manake, basi Allah atamtosha, atamuondolea hamu zile anazokuwa nazo. Ni kauli Ta'ala, kwa kauli yake Allah vile vile Ta'ala tunasema hayo, man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu, yote atakayejiegemeza kwa Allah, basi Allah yeye ndiyo tosha yake, ndiye atakayemtosha manake. Ai kafihi, yeye ni mwenye kumtosha. Thumma anna almutawakkilu biqawlihi, kisha atatulia, atakuwa na utulivu yule mwenye kutegemea kwa kauli yake Allah aliposema inna Allaha balighu amrihi, hakika Allah yeye ni mwenye kufikisha jambo lake, yani jambo lake analifikisha anavyotaka mwenyewe. Sura At-Talaq ya 3 hiyo. Kwa hiyo fala yu'jizuhu shay'un, yeye Allah hakimshindi chochote arada huwa anachokitaka kukifanya, basi kitakuwa tu hawezi kumshinda. Anasema wa alam, najua anna tawakkul, kwamba hii tawakkul anwa'i, kuna namna nyingi ya tawakkul. Al-awwal, ya mwanzo, at-tawakkul ala Allah Ta'ala, ni kutegemea na kujiegemeza kwa Allah Ta'ala aliyekuwa juu. Wa huwa min tamamil imani, nayo ni katika utimilifu wa imani. Wa alamati sidqihi, na ni alama ya ukweli wake katika imani. Wa huwa, nayo tawakkul hii ni wajibun, ni wajibu, jambo la wajibu. Anasema tena la yatimul iman
haiwezi kutimia imani ya mja illa bihi, isipokuwa kwa hii tawakkul. Wa sabaqa daliluhu, na imetangulia kauli yake pale aliposema wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina, kama nyinyi waumini wa kweli basi tegemeeni kwa Allah. Kwa imani haiwezi kutimia isipokuwa kwa kuwa tawakkul. Kwamba jambo hili la tawakkul ni wajibu kutegemea kwa Allah, ni jambo la lazima manake. Na imani ili itimie lazima wewe unatawakkul kwa Allah tabaraka taala, yani wewe taatamidu ila Allah bi kulli shay'in, unamtegemea Allah kwa kila jambo, ndo utimilifu wa imani. Athani, ya pili, tawakkulu asirri, ni tawakkul ya sirri, bi an ya'tamida ala mayit, yani mtu kutegemea kwa maiti. Yani kisiri, mimi nategemea maiti fulani, mimi ndio nataka kunisaidia fi jalabi manfaa, kwa katika kuvuta manufaa, yani kupata yeye apate manufaa kupitia maiti yule, au dafa madhara, au kuondosha madhara yasimpata, au kama shampata yaondoshe. Wa hadha, basi hii ni shirkul akbar. Shirkun akbar ni shirku kubwa kabisa, lianahu, kwa hakika yake, la yaqal illa mimman ya'taqidu anna laha lihadha almayyit, kwani halituwezi kufanyika jambo hili isipokuwa mimman, kutoka kwa yule mtu ambaye ya'taqidu, ana itikadi, anna lihadha almayit, kwamba ana maiti huyu, tasarrufan, uendeshaji wa mambo, sirria, kwa siri, fil kauni, katika ulimwengu. Yani anaweza kufanya mambo yakaenda katika ulimwengu, huyu maiti anaona yeye, ndio maana akategemea yeye amuondolee madhara, au yeye aweze kumvutia manufaa ayapate. Hawezi kulifanya hivyo isipokuwa huyo mtu ambaye anayeamini hivyo, kwamba huyu maiti ana uwezo wa tasarrufu, yani kuendesha mambo kijapo kisiri katika huu ulimwengu. Wala farqa baina an yakuna nabiyan, hakuna tofauti yote kuwa huyu maiti anamtegemea kuwa ni nabii, yani mtume, au taghutan, au ni shaitani, huwa ambaye ni adui lillahi, ni adui lillahi ta'ala, adui wa Allah. Yote vumtegemea mtume au taghut, ukitegemea kwa yeye kwamba yeye ndo anaweza kukuletea manufaa, kukuletea madhara, ukajiegemeza kwake yeye, basi hii ni shirkul akbar. Shirkun akbar ni shirku kubwa ambayo inamtoa mukhrij min almilla, inamtoa mtu katika Uislamu. Athali, ya tatu, atawakkulu ala alghairi, kutegemea kwa mwingine, fi ma yatasarrafu fihi alghairi, katika mambo ambayo anaweza kuyaendesha mtu mwingine, ma thuuri bi'uluwi martabihi, ma shuuri, pamoja na kuhisi, bi'uluwi martabihi, yani pamoja na kuhisi, yani katika mambo ambayo anayaweza mwingine, anaweza kuendesha katika mambo hayo khairi mwingine, ma shuuri, pamoja na kuhisi, bi'uluwi martabatihi, pamoja na kuhisi kwamba yeye na daraja yake iko juu, wa inhitati martabati almutawakkil anhu, na kuwa daraja ya yule mwenye kutegemea kwa yule ni inhitati, yameshuka. Mithlu an ya'tamida alayhi fi husuli almaash, kama vile kujiegemeza kwake yeye, kwamba kutegemea kwa huyu wewe ndio utaweza kupata maisha, na mfano hivi. Fahadha naw'un min ashirki, basi hii vile vile ni namna ya shirki, lakini al-asghar, ndogo. Liquwwatin ta'alluqi alqalbi, kwa ile nguvu ya kujiegemeza moyo, bihi, kwa huyu mtu, wala ihtimadu alayhi, na kutegemea kwake yeye kwamba yeye ndo anaweza mimi kunipatia maisha yakaenda vizuri kupitia huyu. Hii inakuwa ni namna ya shirki, lakini wanasema asghar, ni ndogo, ambayo haitoki katika Uislamu, lakini bado inakuwa katika hatari ya kuingia katika moto wa jahannam na kuishi milele humo. Amma law aitamada alayhi, ama law kama angejiegemeza kwa huyu mtu, ala annahu sababun, kwamba yeye ni sababu tu, anna Allah ta'ala huwa alladhi qadara dhalika, kwamba Allah ta'ala yeye ndio alokadiria manufaa kuyapata yeye, ala yadaihi, katika mkono wake huyu alomtegemea, fa inna dhalika la ba'sa bihi, kwa namna hii inakuwa haina ubaya wote, kwamba wewe unategemea kwamba ni sababu tu, lakini Allah ndio anayekuwezesha wewe kupata manufaa au kuondosha madhara kwa sababu tu ya yule, lakini imepita tu katika mikono ya yule, lakini mfanyaji mwenyewe ni hasa ni Allah. Hii inakuwa la basa, anasema haina ubaya wote.
bihi, kwa jambo hilo. Idha kana almutawakkilu alayhi athara sahih fi husulihi, ikiwa yule mwenye kutegemea kwa yule ana athari iliyokuwa sahihi kabisa katika kupatikana kwake kile anachokitaka, yani manufaa au kuondosha madhara, kwamba yeye anajua kwamba mfanyaji wa yale ni Allah, lakini amepitia tu mkononi kwa huyu. Arabiu, la nne, tawakkuli ya namna ya nne, atawakkulu ala alghairi fi ma yatasarrafu fihi almutawakkil, ni kutegemea kwa mwingine katika mambo ambayo yatasarrafu fihi almutawakkil, yana wanaweza kuyafanya vile vile huyu katika mambo hayo, huyu mwenye kutegemea bihaithu, kiasi kwamba inakuwa yanibu ghairihi fi amri tajuzu, anampa unaibu tu mtu mwingine kwa jambo ambalo linajuzu kufanya hivyo. Tajuzu fihi an-niyaba, ama inajuzu ndani yake kumweka niaba mtu akufanyia. Fahadha la ba'sa bihi bidalalati alkitabi wa sunna, basi hili halina ubaya kwa dalili ya Qur'ani na sunna vile vile, hili linakuwa halina ubaya jambo hili. Kwa inshallah anasema wal ijma'u, yani hii ni ipo dalalatun fil kitabi wa sunna wal ijma'i, na makubaliano ya maulama, yani ummati Muhammad منذ الصحابة إلى يومنا هذا. فقد قال يعقوب لنبيه، نبي يعقوب بلبنيه ليس نبيه لبنيه، aliwaambia Yaqubu watoto wake, ya baniya, watoto libanihi, kwa watoto kuambia watoto wake, ya baniya, enyi watoto wangu, idhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi, nendeni kamtafuteni Yusuf na ndugu zake. Surati Yusuf aya 87. Wawakkala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala sadaqatin ummalan, na vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam aliyofanya mawakala juu ya kupokea sadaka wafanya kazi, wa hufadhan, na wenye kuhifadhi. Wawakkala fi ithbati al-hududi, na vile vile akawatoa wakili katika kuthibitisha hukumu za Allah, wa iqamatiha, kuthibitisha zile hukumu na kuzisimamisha hukumu zenyewe zikapita, kafanya wakili mtume sasa vile vile. Wa wakala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na vile vile alimpa wakala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fi hadihi fi hijjatil wada'i, katika hadi yake katika hijjatul wada'i, kichinjo chake kile, an yatasaddaqa bijuludiha, atoe sadaka kwa ngozi za wajalaliha, vile vile na baadhi ya nyama yake nyingine. Wa yanhara, na vile vile achinje ma baqiya min al-mi'at baada an nahara sallallahu alayhi wasallam biyadihi thalatha, katika wale walobakia katika wanyama 100 baada mtume sallallahu alayhi wasallam kuchinja kwa mkono wake mtukufu wa 63 kawachinja yeye kwa mkono wake. Hii ni dalili kuonesha kwamba hili linajuzu tawakkuli namna hii ya mne tulioitaja, ambaye anategemea mwingine katika mambo ambayo hata yeye anaweza kukifanya tu, lakini akilisha mtu afanya niaba yake yeye, kwa hiyo kategemea pale kwamba huyu atalifanyia hili, basi hii inajuzu kwa kitabu na sunna na ijma'i. Anasema amma ijma'i, anasema ala jawazi dhalika maalumu min haythu aljumla, katika ijma'i kujuzu kufanya jambo hilo ni jambo lenye kujulikana kwa upande wa kiujumla, maalum, linajulikana, lipo kwa sababu. Kwa hiyo hii ndio tawakkul ya uhakika na ambayo ilikuwa si uhakika. Hadha